Hivi wewe ulikuwa unataka ubaki na huyu mwanamke asiyezaa? Lakini mama, sina wajukuu. Lakini mama, unajua msimamo wangu dhidi ya ndoa ya wanawake wengi, mimi sipendi. Ndoa za mitara mimi sipendi mama. Sasa lakini mama, kwa nini ulifanya hivi? Na wewe mwanamke alikupa ujasiri wa kuja hapa kwangu na kumtusi mke wangu katika nyumba yangu, nani? Nani? Leo utajuta siku ile uliomjua mamangu. Kwa mtaratibu bwana, utasukumaje mkeo? Ni mkeo huyu. Mke wa nani? Huyu ndio mkeo. Unakimbia hivi unaenda wapi na hiyo kuhema yote? Si wewe nilikwambia hizi vitu mimi zimenishinda. Hizi vita mimi siziwezi tena. Sasa hivi si unajua John ameletewa mke mwingine. Ivy, nilikwambia uache utoto. Nilikuamini kwa moyo wangu, nikakupa maisha yangu yote. Sasa nimeishia moyo wangu kuteseka, umevunja imani yangu kwako. Huyu mwanamke anataka kutuzungusha huku na kule, utoke kwa hii dunia mama, bila hata mjukuu. Mungu wangu, niepushe na hilo. Mwanamke ana nia mbaya sana na wewe mama. Utalazimika kufanya nini mwanaume wewe? Utalazimika kufanya nini? Utalazimika kufanya nini? Mama alihakikisha mahari yangu yote imelipiwa. Unanisikia? Sasa mimi hautanifukuza nami umefukuza wanawake wengine katika hii nyumba. Mimi ndiye mke wa pili wa John na nitamzalia mtoto. Tia hilo akilini mwako dume wewe. Ivy rafiki yangu. Keti chini kwenye. Tumemwacha John kwa nyumba na mwanamke mwingine. Atafanya mapenzi naye. Mimi mwanamke mbaya sana. Mimi mwanamke mbaya sana.
Johnny. Sio unasikia kumenyamaza? Hata simu ameacha hapa ili nisisumbuane naye. Nakwambia Raquel sasa hii atakuwa jioni ako na huyo mwanamke wake tayari. Ivy. Haya yote yametokea kwa sababu yako. Unawezaje toka alafu mwache John na mwanamke? Sasa hapa kama haungetoka haya yote yangefanyika. Ha? Hivi rafiki yangu, wacha nimcall. Hello Chapole. Hello mama. Hey, guess what? I have so good news for you. Nimepata njia mpya ya kukusaidia kupata ujauzito. Hata ujauzito. Mimi na wewe tumejaribu mambo mengi sana na tumeenda kila mahali kutafuta usaidizi bila mafanikio. Okay, ni sawa sawa. Acha nisikulazimishe. Bora tu sinifuate kuhusu hili swala tena. Ni sawa. Kuna Raquel hapa tukao tunaenda mahali na yeye. Nitakuja kutembelea kesho ama nitakueleza tukutane wapi. Ngoja. Ati unasema uko na Raquel. Raquel anafanya nini kwako sasa hivi? Rafiki yangu Ivy. Natumai hautarudi ndoa yako kwa kukosa subra. Subra. Umesema subra? Mimi na wewe tumeolewa wakati moja. Wewe unaweza fikiria mimi sina subra? Mwenzangu wewe uko na watoto wawili, mimi hata huyo mmoja sina. Na bado unasema sina subra? Lakini Ivy, nataka ukumbuke kuwa watu hawafanani. Angalau hata wewe unajua uchungu wa kujaribu kupata ujauzito. John amekuwa nami hicho kipindi chote. Na ndiye alikuwa ananitia moyo kwa wakati wote mgumu. Hebu fikiria saa hii, John ameletewa msichana mwingine. Wewe unadhani huyo msichana mwingine akipata ujauzito itakuwaje? Mama mkwe atanifukuza na itabidi nianze maisha tena upya. Lakini amenitafutia msichana ambaye ana maadili. Huyo ndio nataka apate mimba na John. Hivi. Hebu ngoja. Na sasa wewe akipata ujauzito na amue kukaa na John? Wewe unajua kabisa hilo haliwezekani. John hawezi kubali kitu kama hiyo. Hivi. Wewe unajua wasichana wa siku hizi wewe. Unaona hivyo venye anaweza kulala na huyo bwanako. Hivyo tu ndo atakatalia hapo. Kwenye mefikia hata heri iwe hivyo. Maana akipata ujauzito huyo atakuwa kidogo mzigo mwingine amenipumzisha. Angalau mother-in-law naye atapumua, ataacha kunisumbua. Wewe wacha tutaongea baadaye. Nitakupigia kesho hata. Sawa. Nasikitika sikuweza kufuata chumbani. Yaani nilikuwa tumegombana tu kidogo na mama hapa, karibu apatwe na mshtuko wa moyo. Ikabidi uwahi hospitali.
Sasa haraka hiyo ukaniacha mimi niache simu hapa. Pole, tafadhali. Samehe. Please. Raquel. Asante sana kwa kumrejesha nyumbani mke wangu akiwa salama. Nashukuru. Sitasahau wema wako, sitasahau ukarimu wako. Asante sana. Karibu sana. Hata umefanya vizuri umefika, maana mimi nilikuwa naondoka. Kwa hivyo muwe na wakati mwema. Sherehe ya Juma ambayo ulicheza mpaka ukakosa pumzi. Karibu zirai. Hebu achana na yale ya kwa Juma. Nilikuwa nataka tukutane sasa hivi, kuna kitu nilikuwa nataka nikueleze. Kwani kuna nini? Si tunaongea tu kwa simu, useme basi. Nakuambia hayo hatuwezi ongea kwa simu. Nina uhondo mwingi tena ambao hata tukiongea kwa simu haiwezi isha. Unanitisha sasa Raquel, kumetokea nini? Si uongee tu. Wewe nakwambia tukutane, manake nataka nikuelezee kitu ya maana sana. Hebu tukutane at our usual base. Sawa sawa. Raquel, unajua bado sijaamini. Hili wazo ni zuri sana. Lazima kwanza niongee na Ednard kuhakikisha atakuwa sawa. Kusema kweli mimi niko tayari kumsaidia Idri, lakini sitaki kuharibu uhusiano wangu na Edmond sababu nampenda sana Edmond. Jennifer, utakuwa bwege mpaka lini Jennifer? Kusema kweli, uliingia kwa mkataba na umasikini.
Edmond hivi, Edmond vile, nili hata sijui kwa sababu ya kitu inaitwa mapenzi. Jennifer, hebu niangalie mimi. Niliingia kwa mtego huo ambao nataka kuingia. Kwa sababu gani? Ati ya sura nzuri na umbo nzuri. Hivi vitu viwili haviwezi lipa mahitaji ya kila siku. Jennifer, mahali huyu alipo, ajue mimi na watoto wangu tola nini, toanywa nini, tovaa nini, na isitoshe hata hatulipi hata kodi ya nyumba. Jennifer, sasa nikuulize, wewe nawe na huo uzuri wako na urembo wako wote wataka uingie kwa mtego huo ambao unaingia? Jennifer. Raquel, mbona ni kama unasikika na unasisitiza yani unafurahia sana mimi kuolewa na John, nimwache Edmond wangu. Unajua kiasi gani nampenda Edmond? Kwani hata yeye hana nafsi wala hisia? Wacha kuwabwege bwana. Wacha kuwabwege hivyo. Wewe ni msichana mrembo sana, mwenye umbo nzuri. Yakataa. Lakini mimi nampenda sana Edmond. Kusema kweli Jennifer, mimi nafanya hivi ili nikusaidie wewe na tuweze kumsaidia rafiki yetu Ivy. Hizi hadithi zote za mara hadithi zako za kila siku ambazo haziishi. Acha kuwa bwege bana. Raquel, unajua unanichanganya, yani unazidi kunipoteza Raquel. Sasa mambo ya kuoana, kuolewa yanafujaje hapa? Kwa nini niolewe? Mimi nilidhani kazi yangu kubwa ni kupata mtoto, niwape mtoto wao. Wao wanilipe, wanipe chamu. Kisha mimi na Edmond wangu tuangalie maisha yetu kwa furaha, mustarehe. Oh my God. Sijui Jennifer, kwa nini unaendelea kuwa bwege kabisa? Sijui kwa nini wewe. Msichana mzuri mwenye umbo nzuri jinsi ulivyo. Lakini wanishangaza sana na upumbavu wako. Kwa sababu umrembo, umeumbika vizuri, lakini akili hamna. Basi acha nikwambie hivi. Ukishakubali kuoleka na John, hizi vitu zake zote, mali yake yote, utakuwa na haki ya kuvichukua. Na pia utaweza kujifaidi wewe mwenyewe na upate pesa yako mwenyewe. Acha na hizi hadithi zako za kila siku, Edmond, sijui nini. Hizo vitu zote utapata kutoka kwa John. Kwani yeye ana utajiri? Ni tajiri kiasi gani yeye? Nakuona unasisitiza sana hili jambo. Jennifer, nakwambia John ana pesa msichana. Lakini wewe ni ufunguke ili uweze kujifaidi wewe, na hapa pia utapata pesa yako wewe mwenyewe.
Wewe unafanya nini hapa? Nenda. Sitaki kuona tena hapa. Nitoke niende wapi usiku huu? Na giza hili lote, unataka niende wapi? Sasa nimejua wewe hauna hata aibu. Sasa unang'ang'ania kukaa hapa. Ulale wapi? Wewe usinifanye nikakuharibu hiyo sura yako. Usinifanye nikakuharibu sura nikaenda jela juu yako. Hebu toka. We, sitoki. Nimesema sitoki. Utanifanya niende jela juu yako kwa msichana. Sitoki. Hebu. Haki huyu msichana yuko ni wapi? Aya. Wanaume ndio wengi sana huko nje. Endo utafute wako, John ni wangu. Umenisikia? Msichana kinananizi kweli. Ai. Usirudi tena hapa. Wewe. Ndoa ni safari, sio lele mama. Kutembea pamoja si rahisi kila siku. Upendo wa kweli hauishi kwa raha. Ni kujitolea, ni kuwa na subira. Napopitia magumu usife moyo. Fahamu kuwa kila dhoruba itapita. Mungu ameweka pamoja kwa upendo. Mshikamane, muwe kwa hekima. Penzi wako ni rafiki na mwenzako wa kweli, mshikilie, msitie moyo wake. Katika dhiki na faraja, mshikane zaidi. Upendo wenu uonekane kwa matendo safi. Hakuna mtu mkamilifu, jengeni pamoja. Huo ndio msingi wa upendo. Usipime upendo kwa vitu vya dunia. Fahamu kuwa mali haileti furaha. Heshima na imani ni